Unataka mafanikio, basi swali kwa wakati. Wallahi, swali kwa wakati, utakuja utaona mafanikio. Unataka utulivu, wallahi soma Qur'an. Ndugu yangu, soma Qur'an, wallahi utakuja kuiona nafsi yako. Wapo watu wengi walikuwa wapweke, wapo watu wengi walikuwa wanyonge, baada ya kuisoma Qur'an wakaja isoma kisanii, tunavyoisoma mimi na wewe ndugu yangu, kisanii, na wala hakuswali kinafiki, kwa sababu sisi tunaswali pale chap kwa haraka. Hamna, swali kwa wakati, wallahi mafanikio utayaona. Nasoma Qur'an, ipende Qur'an, isome Qur'an kwa moyo wako, wallahi utakuja kuona faida ya Qur'an, hautokuwa mpweke. Wapo ndugu zetu wapo mbali, lakini Qur'an wameikamata nafsi zao kiasi kwamba wanajiona kwamba raha. Ndugu yangu, wewe raha yako inatokana na nini? Kuvuta sigara, kunywa pombe, kukamata watoto wa watu kwa wazini. Subhanallah. Ndugu zangu, washikaji zangu, wazee wangu, kibaya zaidi kuna mpaka wazee washaingia kwenye uzee, lakini bado wako bado tunamfukuzia, namtamani kweli yani. Subhanallah. Unakuta sasa na baba yako, lakini bado anafanya uhuni. Unakuta ndo kijana na hashikiki. Subhanallah. Jamani, ujana atakuja tavuka huu. Ujana walikuwepo babu zetu, nao walikuwa vijana. Leo wako wapi? Wengine washakuwa watu wazima, wengine Allah ashachukua. Alowachukua Allah rahem, na alokuwepo hai Allah wape uzima. Lakini na sisi vijana tunatakiwa tubadilike, biiznillah tutakuja tafanikiwa. Lakini bila kujibadilisha na kubadilika, tutakuwa kila siku watu wadhalili. Tunatamani wanawake, tunatamani gari, tunatamani hichi, nafsi za kutapatapa. Tumkamateni Allah. Wallahi tutakujikuta tuna furaha kwenye haya maisha automatic yani. Ndugu zangu, Allah yupo, Allah atakuwepo, vitu vyote vitaondoka kwenye dunia, vitu vyote atabakia Allah, mpaka malaika wake. Dunia hamna chochote kwenye hii dunia. Allah atapiga mnada, wako wapi wafalme? Viko wapi vitu? Allah peke yake anabakia Allah. Ndugu zanguni, tujitahidini, tukija kukutana na Allah atupe msamaha wake, tutangaziane mambo ya khair, tutangaziane inshallah biiznillah. Shukran jazira.